إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد. Ndugu zangu Waislamu, sala ni amali kubwa inayomkurubisha mja kwa Mola, na thamani ya sala ni kubwa sana katika dini yetu ya Uislamu. Lakini kitu kikubwa zaidi ndani ya sala ni ule unyenyekevu wake. Unyenyekevu ndani ya sala ni roho ya sala. Na tumeanza na darsa hizi ambazo kama ni utangulizi wa huo unyenyekevu ndani ya sala. Makusudio hizi darsa vipi zitatuandaa kuja kupokea vizuri hilo somo husika ambalo ni unyenyekevu ndani ya sala. Na nini makusudio ya kuja kulipokea vizuri? Lije katika maisha yetu, alafu somo hilo tukalifikishe katika masikio ya walimwengu. Vipi utakuja unyenyekevu katika sala zetu sisi Waislamu ulimwengu wote? Tukaeni kwa umakini, tusikilizeni, tuwe ni wajumbe wa kuchukua kheri hizi tukazifikishe kwa umma. Tulizungumzia katika darsa zilizopita vipengele vitatu muhimu sana. Tulizungumzia mafuhumu salati lughatan wa shar'an, nini sala kilugha na nini sala kisheria, ili tuelewe nini sala kwanza. Tukazungumzia pia hukumu ya sala katika Uislamu, halafu tukazungumzia manzilatu salati min alislam, nafasi gani ya sala katika Uislamu. Leo tunaingia katika almabhathu rabi', kipengele cha 4 muhimu sana. Wa darsuna al-yawm yataallaqu bi khasaisi salati fi al-islam. Tunataka tuzungumzie nini mambo yanahusu sala ndani ya Uislamu huyapati kwenye ibada nyingine. Ni ajabu kabisa kwamba sala ina baadhi ya mambo ambayo yanapatikana ndani ya sala tu, hayapatikani katika ibada nyingine. Tutege sikio vizuri, tuyasikilize. Ni mambo gani yamo ndani ya sala peke yake mpaka ikawa sala ina thamani kiasi kama hiki? Yakawa haya mambo hayapatikani katika siyam, hayapatikani katika haji, lakini yanapatikana katika ibada ya sala. La kwanza kabisa, Allah kaiita sala imani. Tunataka tuzungumze leo ili jambo la 4 kubwa la mambo yaliyohusishwa katika ibada ya sala, na tunataka tuzungumzie katika nukta 10. Nukta ya kwanza tunataka tuseme kwamba sala imeitwa imani. Sala imeitwa imani. Ikiwa Mtume kasema as-salatu imaduddin, ndio nguzo ya dini, basi na sala imeitwa ndani ya Al-Qur'ani kuwa ni imani. Ina maana ya kwamba alokosa sala kakosa imani. Allahu azza wa jal alipofaradhisha Waislamu kuelekea qibla cha Kaaba ndani ya sala zao, badala ya kuelekea Baitul Maqdis, ikawa masahaba wanajiuliza, wale ambao hawajakiwahi hichi qibla cha pili
wakafa hali ya kuwa bado watu wanaelekea Baitul Maqdis, wale vipi sala zao? Hawajakiwahi kibla cha pili hichi cha kuelekea Kaaba. Wakati huo masahaba wako Madina, na Madina iko kati na kati, tofauti na ilivyokuwa ikifanyika pale Maka, kwamba watu wanasali kuielekea Kaaba katika upande ambao Kaaba wataielekea na Baitul Maqdis wataielekea. Ndivyo alivyokuwa akifanya alayhi salatu wassalam. Lakini Madina wako katikati. Sasa ikawa wanaelekea Baitul Maqdis kwa kuendeleza sheria ya mtume aliyepita kabla ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakageuzwa ndani ya sala kwa amri iliyokuja, na Allah alitaka kumridhisha mtume wake na kutimiza tamanio lake, na tokea hapo qadar ilikuwa ishapangwa kwamba Waislamu watakuja elekea katika kibla kitukufu zaidi kuliko Baitul Maqdis, nacho ni Kaaba. Sasa yalipokuwa akija masuala kama haya ya hofu yao juu ya ibada yao iliyopita walipokuwa wameelekea Baitul Maqdis, Allah akawaambia, wama kana Allahu liyudhi'a imanakum, na hakuwa Allah mwenye kuipoteza imani yenu, akikusudia sala zenu mlizozisali. Sala ikaitwa nini? Iman. Hakuwa Allah mwenye kupoteza sala zenu, kule mlielekea kwa amri yake na huku sasa mnaelekea kwa amri yake. Yote hayo ni mafunzo ya dini yenu. Kwa hiyo walipoelekea Baitul Maqdis, sala zao midamu walizisali kwa ajili ya Allah zimehifadhiwa, hazipotei, na sasa wanaelekea Al-Kaaba, sala yao iko sawa, ila sasa watalazimika kutenda sheria mpya iliyokuja. Wama kana Allahu liyudhi'a imanakum, hakuwa Allah mwenye kupoteza imani yenu. Inna Allaha bin nasi la raufur rahim, hakika Allah ni mpole na mwenye huruma kubwa sana kwa watu. Hiyo ni Suratul Baqara aya 143, imeitwa sala kwa ni imani. Sala ni kila kitu katika dini yetu. Sala ni imani kwa sababu sala itaonyesha kwamba mja amesadikisha kweli, anamwamini Mola wake mpaka akawa tayari vipindi vitano kuja msikitini kumtii Mola wake. Nukta ya pili, tunakwenda katika nukta 10, ndio darasa yetu hii muhimu sana. Tuone mambo gani yamehusishwa kwenye ibada ya sala. Kwanza, sala imehusishiwa kuitwa imani, ambapo haijaitwa haji hivyo, wala haikuitwa siamu wala zaka. Sala hiyo. Jambo la pili, khassaha bidhikri tamyizan laha min baini shara'i al-Islam. Allah ameihusisha sala kwa kuitaja, kwa kuibagua na mambo mengine mengi yaliyomo ndani ya Uislamu, yale kayataja kwa ujumla, hili kalihusisha. Na wanasema maulama, at-takhsisu bidhikri ba'da at-ta'mim yadullu ala ahamiyati al-mukhassas. Ukihusisha kitu kwa kukitaja baada ya kujumuisha neno la upana lilojumuisha mpaka hichi kimeingia katika tamko la ujumla, lakini ulipohusisha umemaanisha kwamba hicho ulichokihusisha kiutajo kina thamani ya ziada. Kwa mfano, katika Lailatul Qadr Allah amesema tanazzalul malaika, malaika wanteremka katika usiku ule, lakini kwa nafasi ya Jibril ilivyokuwa kubwa ikabidi amtaje waruhu, na roho pia mtakatifu. Waruh fiha, katika usiku huo anateremka naye pia Jibril, wakati Jibril ni katika malaika, lakini kwa umuhimu wake mkubwa katofautiana sana na malaika wengine, na ndiye kiongozi wao mkuu na thamani yake kubwa mbele ya Allah, muta'in thumma amin. Basi huyu Allah akamhusisha na sala, imekuwa ikitajwa kwa kuhusishwa. Kwa mfano, Allah anamwambia mtume wake, utlu ma uhiya ilayk, soma na ufuate yote ulioteremshiwa. Kwa nini nafasiri ufuate? Kwa sababu tilawatul Quran, neno tilawa limebeba usomaji na ufuataji. Katika asili ya lugha, tilawatun ni kufuata, na ndio maana Allah akasema washamsi wa duhaha wal qamari idha talaha, na uwapia mwezi unapolifuata jua. Kwa hiyo neno tilawa likitumika linamaanisha usomaji ulioambatana na ufuataji. Ina maana tilawa pia iwe ina kufahamu ujumbe,
ndio utaweza kuufuata. Sasa Allah alipomwambia mtume wake utlu ma uhiya ilaika min alkitab, fata yote ulioteremshiwa katika wahi, soma wahi huo na ufuate, tendea kazi yote. Neno ma hapo, ma ismul mausul yufidu al-umum, neno ambalo linamaanisha ujumla. Hili soma ufuate yote ulioteremshiwa katika wahi, ma uhiya ilayka min alkitab. Lakini alafu akamwambia wa aqimi sala, nasimamisha sala. Wakati sala imeingia katika tamko la ma, ila sala kaihusisha. Tazama basi alipowasifu mitume, ukiacha aya hiyo suratul Ankabut tuliosoma sasa hivi 45, twende katika 73 suratul Anbiya, aya 73 ya suratul Anbiya. Allah anasema wa auhaina ilayhi, tuliwapa wahi hao mitume, fi'la alkhairati, kutenda mambo ya khairi, wa iqama salati, na kusimamisha sala. Kwanza sala kumbe ni kwa mitume wote na zama zote. Halafu aliposema fi'la alkhairati, sala sishaingia. Fi'la alkhairat, tumewapa wahi watende ya khairi, lakini hili kwa umuhimu wake wa ziada Allah akalihusisha akasema wa iqama sala, pamoja na kwamba imo ndani ya alkhairat. Hiyo ni nukta ya pili. Tunaona sala imehusishwa kiutajo, pamoja na kwamba ishaingizwa katika tamko la kiujumla. Unaikuta mara nyingi katika Al-Qur'an inakuja tajwa. Nukta ya tatu ni kwamba katika Al-Qur'an al-Karim imeambatanishwa na ibada nyingi. Allah akiamua kutaja ibada fulani na sala imo. Sasa anazitaja ibada nyingine na sala nayo anaitaja. Tofauti na ibada nyinginezo, hazikuwa zikishirikishwa katika kila utajo wa ibada nyingine mbalimbali. Ama sala inatajwa, wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in. Mpaka katika kuchinja na ibada ya haji Allah anasema nini? Fasalli li rabbika wanhar, sali kwa ajili ya Mola wako, unafanya nahru kwa ajili ya Mola wako. Unapomwaga damu ya ngamia kwa kumfanyia nahar, kwa kumridhisha Mola wako, unachinja kwa ajili ya Allah, basi fanya hilo kwa ikhlas, lakini na sala pia ifanye kwa ikhlas. Ikaja pia katika sura nyingine Al-An'am, qul inna salati wa nusuki, sema hakika sala yangu na kuchinja kwangu, wa mahyaya wa mamati, na uhai wangu na kifo changu, lillahi rabbil alamin, vyote hivyo ni kwa ajili ya Allah, Mola wa walimwengu wote. Sasa neno nusuki si ni ibada zangu zote zimeingia hapa, lakini sala imetajwa, qul inna salati. Kwa hiyo katika nukta ya tatu tumeikuta sala inaambatanishwa na ibada nyingine, ambapo nukta hii tofauti na nukta ya pili. Nukta ya pili zinatajwa ibada kwa ujumla bila kutajwa jina la ibada yoyote, lakini sala inakuja tajwa kwa kuhusishwa. Nukta ya tatu zinatajwa ibada kwa kutajwa hasa. Sasa inapotajwa ibada fulani, sala inaingizwa. Ikitajwa ibada nyingine, na sala nayo inaingizwa. Tofauti na zaka na haji. Ndio maana sala unaikuta imetawala sana kutajwa katika Al-Qur'an, kwa sababu umuhimu wake mkubwa. Ikutoshe wewe ndio ibada ya faradhi uliowekewa vipindi vitano kwa kila siku. Dhikri ibada ya sunna, unaweza usifanye dhikri. Tilawatul Qur'an haikuwekwa lazima mara 5 kwa siku. Utasoma ujipendekeze kwa Mola wako katika muda ambao utasoma, hata kama ni kidogo ayat. Haji mara moja kwenye umri. Zaka mara moja kwenye mwaka kwa mwenye uwezo. Sala takriban hakuna ambaye ataitwa hana uwezo. Kwa muda wa kuakili anayo na kashakuwa, basi Muislamu huyu atawajibika asali. Sala ni kitu kikubwa jamani. Kwa hiyo imekuwa imepata nafasi hali ya juu ibada ya sala. Jambo la 4, Allah amemwamrisha nabii wake afanye subira juu ya sala. Ni ibada ya kuidumisha na kufa nayo. Ndio maana unakuta watu siamu wanaiweza, mpaka waliokuwa wabaya katika Waislamu nao hawasali, lakini siamu wanaiweza mwezi mmoja kwenye mwaka, lakini sala imetengwa na wengi na thamani yake ni kubwa. Kwa hiyo tudumisheni sala, ioneni kwamba ni amali tukufu sana.
Allah amemwamrisha nabii wake asubirie, akamwambia wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, na amrisha watu wako kusali na mwenyewe usubiri, uwe na subra kubwa. Tena hakumwambia wasbir, akamwambia wastabir. Neno hilo istibar limeongezwa herufi ambayo kusudio la ongezeko la herufi ni ongezeko la maana, kwamba anatiliwa mkazo Mtume, kama kwamba wasbir tafsiri yake subiri, lakini wastabir na ufanye subira ya hali ya juu, subira kubwa. Hudumu na sala hususan yenye unyenyekevu inataka subra hali ya juu. Itahitajia ukae vikao kama hivi usikie, halafu ukatendee kazi, ufunge maazimio. Subira inahitajika. Wastabir alaiha, la nas'aluka rizqa, sisi hatukuombe riziki wewe, nahnu narzuquk, sisi ndio tunakuruzuku. Kwa hiyo Mtume kaamrishwa afanye subira. Sala ikatajwa hasa, ambapo tunayo aya nyingine sisi, aya suratu Maryam ya 65, kaambiwa afanye subira juu ya ibada kiujumla, lakini sala katika suratu Taha imetajwa. Sasa tunayo aya inayosema wastabir liibadatihi, subiri katika kumwabudu Allah, ibada hizo kwa ujumla. Lakini Allah juu ya sala hakutosheka na subira hii aliyoiamuru katika ibada kwa ujumla. Sala akaitaja hasa wastabir liibadatihi, kwa Allah amemwamrisha nabii wake afanye subira juu ya sala, na hiyo ni nukta ya 4. Nukta ya 5, kaiwajibisha sala kwa kila hali. Jamani, zaka inatolewa kwa kila hali, si yuko maskini asotoa zaka. Haji inafanywa kwa kila hali, si yuko maskini asoenda haji, bali yuko mwenye uwezo wa mali hana uwezo wa hali, na akaambiwa wewe haji haiwajibiki kwenda kwa nafsi yako, lakini itawajibika itumike mali yako kutendewa hija. We mtu ambaye ana maradhi yasiyotarajiwa kupona katika uhai, wala hawezi kupitia maradhi hayo, yani wakati yapo maradhi hayo hawezi kuitenda ibada ya hija, basi anasamewa katika upande wa kwenda yeye binafsi, lakini atalazimishwa atoe mali hiyo ili ahijiwe. Lakini kuna mtu anafanyiwa sala jamani, kwa sababu anaumwa, kaumia vibaya sana na yuko kitandani tu amelala, hawezi lolote. Kila mtu anatakiwa sala, hata mtu aliyefikwa na shalal ka paralyze katika mwili wake, lakini akili ipo, atatawadhishwa, atasali. Sala imewekwa ala kulli hal. Maskini atasali, tajiri atasali, aliyehuru mitaani atasali, mfungwa jela atasali, mzima atasali, mgonjwa kitandani atasali, maututi atasali, katika kila hali. Kwa hiyo anasema hilo peke yake linaonyesha kwamba sala ni ibada kubwa. Kwa hiyo hili la 5 limehusishwa katika ibada ya sala. Tusisahau kwamba sasa hivi tunayasoma mambo ambayo yamehusishwa na sala, hayapo katika ibada nyingine, yamo ndani ya sala tu. Haya tunayaita nini? Khasaisu sala, vilivyohusishwa na sala, havipo kwenye ibada nyingine, vimo ndani ya sala tu. Khasaisu sala. Kwa hiyo kaiwajibisha kwa msafiri, kwa mkazi, kwa mgonjwa, kwa mzima, kwa khaif mwenye hali ya uoga, kwa amin aliyekuwa katika hali ya amani. Jamani, kuna sala maalum inaitwa salatul khawf. Watu wako vitani lakini sala wasiache. Allahu akbar. Wako vitani, huko vitani, sala wakasali. Kuna sala hiyo itasaliwa katika hali ya hofu na vita, sala ya maajabu. Waislamu wa kawaida hawajui, wanaijua maulama. Sala inayosaliwa katika mazingira ya vita, sala ya ajabu kabisa, ya aina yake namna inavyosaliwa, na imesaliwa vile kusudi kwa sababu mbele kuna maadui, hawawezi kusujudu watu wote. Itakuwaje hali kama watasujudu watu wote, imamu na mamuma wao? Kwa maana yake na utaratibu wake. Ndani ya sala moja kuna awamu za kutekeleza baadhi ya nguzo kama hizo, ambazo zinaweza kutumiwa kama ni fursa ya watu kuvamia Waislamu. Kwa hiyo unakuta sala haijadondoka, lakini itafanywa takhfifu tu, kwamba basi idadi ipunguzwe kwa udhuru huu, au vitendo vya sala vitawekewa sheria nyingine kidogo kwa udhuru huu,
lakini kwa muda wake akili ipo, inaweza ikafanywa wepesi katika masharti ya sala, unaweza ikafanywa wepesi katika idadi ya rakaa kwa sababu ni wasafiri, la unaweza ikafanywa wepesi katika baadhi ya vitendo vya sala, lakini sala iwe. Jambo la sita linalohusishwa na sala lisopatikana katika ibada nyingine, wanasema ishtarata Allahu laha akmal al-ahwal, Allah kaishurutishia sala ili itendeke, basi lazima ipatikane hali kamilifu. Hali kamilifu. Hali gani? Awe hana hadath kubwa mwenye kusali, wala hana hadathi ndogo. Hana hadathi kubwa wala hana hadathi ndogo. Hadathi kubwa ni kila kinachowajibisha mtu josho, iwe ni hedhi, nifas au janaba. Hadathi ndogo ni kila kinachowajibisha utie udhu, maana wakati yule huna udhu kwa sababu ima ilifanyika kimoja katika vitengwaji udhu, yani ima itakuwa mtu kahuduthi, ima kafanya jambo lolote jingine katika nawaqidhul wudu, basi mtu huyu anaitwa na hadathi ndogo. Kwa anapotia udhu kashapata tahara ndogo, kaondoa hadathi ndogo. Na kama mtu ana hadathi kubwa itaondolewa kwa tahara kubwa ambayo ni josho na mwili mzima. Sasa watu wanaweza wakafanya ibada ya haji kule hali ya kuwa wala hana tahara, mtu hana tahara, na janaba lake anaweza akawepo Mina, akawepo Arafa, mfano tunazungumzia kama mfano, au mwanamke ana hedhi. Hata Aisha radhiallahu anha kaambiwa isna'i kullu ma yasna'u al-hajj ghayra an la tatufi bil bayt, fanya yote wanayofanya mahujaji isipokuwa tu usifanye tawafu. Kwa tawafu tukazuiwa Aisha, na wengine wanasema kwa sababu ni msikitini inafanyika tawafu na mwenye hedhi asifike pale. Wa ala kulli hal, ina maana kwamba haji inafanyika bila udhu, ukiacha tawafu tu ambayo baadhi ya maulama wameshurutisha udhu, na mama Aisha kaambiwa asiwe na hedhi. Zaka inafanyika hata kama huna udhu. Siyami inafanyika hata kama mtu hana udhu au hana tahara kubwa. Na ndio maana hutokea watu wakajiuliza, kama itatokea yeye kaamka kwa kuchelewa, lakini alipoamka janaba hajaoga bado, vipi siyami yake iko salama? Jawabu, siyami yake iko salama. Siyami haiharibiwi na ukosefu wa udhu wala ukosefu wa tahara kubwa ambayo ni hadathi kubwa. Hadathi kubwa haiharibu siyami. Kama mchana wa Ramadhani itatokea mtu kaota ndoto na mbegu za uzazi zikamtoka na akapata janaba, siyami yake iko salama. Lakini sala hata kama imebakia dakika moja tu utoe salamu, upepo kama umemtoka mwenye kusali, sala hiyo haikufaa, itatakiwa mtu huyu akati udhu asali upya. Je, hii juhudi yake yote aliyoifanya ndio imepotea patupu? Mbele ya Allah haipotei juhudi ya mwanadamu. Hata jaribio la kufanya amali likifanyika kabla ya kukamilia kwa amal, Allah ni mkarimu. Lakini shar'an ni kwamba sala hii batalat, imebatilika kama inavyobatilika siyam ya mwanamke mwenye hedhi. Mwanamke anaweza akafunga masaa yote hata, lakini kabla ya kuzama jua kwa sekunde 7 alipopata hedhi, siyam yake imeharibika. Siyam imeshurutishwa kwamba mwanamke asiwe na hedhi wala nifasi, lakini janaba halidhuru kwenye siyam, wala udhu kwa mtu umemtoka. Si kwamba ukimtoka udhu na siyam yake haijafaa. Au watu wanashinda na udhu, jamani, masaa yote hauwatoki kwa sababu wamo ndani ya siyam ya Ramadhani. Hapana, unawatoka udhu anatia mwingine, siyam zao ziko salama. Lakini sala lazima uifanye katika hali kamilifu zaidi. Udhu nao huna hadathi kubwa wala ndogo. Anaweza mtu akatia udhu akasali, alafu akakumbuka kumbe hajaoga janaba. Alfajiri katia udhu, kenda kasali, kumbe ana janaba. Huyu akikumbuka tu hatakiwi aendelee hata kitendo kimoja. Asiendelee mbele hata kitendo kimoja. Akijikumbuka hana udhu au udhu katia lakini kumbe alikuwa na janaba, au umemtoka udhu, hatakiwi hata Muislamu aone haya hapo kwamba acha nende vitendo viwili vitatu nitegee, wakishafika sijida jamaa hawajui kama mimi nimechomoka alafu nachomoka kwenye sijida. Hapana,
hapo hapo ulipo unatakiwa uondoke. Hivyo vitendo unavyoendelea navyo unaendelea kupata dhambi sasa, kwa sababu ushakumbuka. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, sala hiyo ili itendwe, Allah anasema hapana, usisimame mbele yangu hivi. Ni amali kubwa hii. Kwanza ujitahirishe, na kama kuna najisi iondolewe, ambapo najasa haidhuru katika siyam. Kama mtu atakuwa na najisi mwilini, si kwamba siyam ishabatilika, lakini najasa ndani ya sala haifai. Angalia kwa mfano sharti la kustiri utupu, hili ni sharti katika sala, lakini ndani ya siyam si kwamba mtu tena akiwa ndani ya siyam asikae uchi hata kama yuko chooni anataka kuoga. Lakini sala unaambiwa ile fulana tu ikapanda juu, kiuno kikaonekana, wa talatil muddatu, na muda ukarefuka kidogo, hapo sala ishabatilika. Na hapo wachukue hadhari kubwa wale wanaovaa fulana hizi zikapanda juu na suruali ikajivuta chini, kiuno kikaonekana. Ama bwana atakuwa naishi hawana sala siku zote, kwa sababu karibia kila sijida anayosujudu yeye nguo yake imejivuta. Na ndio maana Waislamu tunapovaa vazi ambalo linavaliwa na Waislamu, ibada zetu zinakuwa salama. Kanzu itapanda vipi wewe mpaka kiuno kionekane? Alafu kanzu ni kitambaa ambacho simple, hakina maandishi. Leo maandishi mangapi yamedhuru sala za watu nyuma yetu huko katika migongo yetu, maandishi hayo. Kwa hiyo tuwe makini ulimwengu unapoenda, tusichukuliwe na mawimbi ya ulimwengu. Tuwe makini na ibada zetu. Kwa sala kwa thamani yake hiyo peke yake ingemtosha Muislamu kuona kwamba hapa akili yangu sheitani asiibe, kwa sababu nishafanya muhanga hapa, nimetia udhu, nimekuja nasimama mbele ya Mola, jambo kubwa mpaka nimetakiwa nitie udhu. Sasa udhu natia, nafanya muhanga, alafu tena baadaye nakuja hapa sheitani anaiba akili yote ndani ya sala mwanzo mpaka mwisho, mtu hayupo. Huo ni msiba. Hata ukaona sala imewekewa hivyo tena, basi usije ukaifanya ibada ukaelekea kokote, uelekee upande maalum. Mambo hayo hayapo hata katika siamu wala zaka wala haji. Au mahujaji wenyewe wanatufu pembezoni mwa Al-Kaaba hali ya kuwa wameipa ubavu wa kushoto Kaaba, ubavu, lakini sala uielekee Kaaba ama upande wa Al-Kaaba. Ni amali kubwa hiyo, amali tukufu sana, imewekewa masharti maalum ili ifae uelekee qibla, ili ifae uwe na udhu. Halafu udhanie kwamba kweli itakuwa limekusudiwa gamba tu la sala, au kuna lubu sala, ile nyama ya ndani ndio ilokusudiwa. Kuna kitu ndani kimekusudiwa. Ndizi makusudio sio ganda, ni nyama ya ndani. Yai kusudio lake kuu sio ganda la nje, ni nyama ya ndani. Basi na sala kuna kitu cha undani hicho cha unyenyekevu na akili ikawepo mwanzo hadi mwisho, ukahakikisha huibiwi. Uizi wa hatari Muislamu si kuibiwa pochi lake lenye kadi zake za benki, identity card, sijui pesa nyingi. Hapo bado hujala hasara sana kuliko ukiibiwa dakika 3 tu na shaitan akauiba moyo wako. Huu ni msiba kwenye dini, hatari. Hata katika dua za Mtume sallallahu alaihi wasallam zimekuja, wala taj'al musibatana fi dinina, ya Rabbi usijalie msiba wetu kwenye dini yetu. Kwa hiyo anasema maulama, jambo moja lilohusishwa katika ibada ya sala halipo katika ibada nyingine. Ishtarata Allahu laha akmal alahwal, Allah ameshurutisha hali kamilifu ipatikane kwenye sala. Tahara, pambo, kuelekea qibla, kustiri utupu. Pambo la kwenye sala, Allah anasema khudhu zinatakum inda kulli masjid, chukueni pambo lenu wakati wa kila sala. Mnapokuja kusali mchukue pambo, maana yake uvae vizuri. Na ndio maana baadhi ya ulama wanasema ukamilifu wa sala, hata ile nguo yako, kanzu yako iwe nzuri, ina mikono mirefu. Maana yake kwa mfano siku ambayo nahisi hapa wanakuja leo watu wamealikwa kwenye shughuli hii, shughuli kubwa hii, anaweza mtu akaja msikitini na kanzu yenye mikono mifupi, shughuli yake bwana harusi siku hiyo, au baba bwana harusi, au mwaliko tu wa kawaida, si ana vaa ile kanzu yake vizuri, anajua leo nimekuja na ukamilifu, au kapata mwaliko. Hatusemi kwa haramu, tunazungumzia hali kamilifu sasa hivi. Hatusemi kwamba ni haramu, lakini tunasema hali kamilifu ya ibada
na heshima kuipa sala na ukamilifu wa ibada, basi hata ile vazi lako liwe katika halatul kamali, kuliko unavyokuwa umealikwa harusini, namna utakavyovaa siku ile, kuliko itakavyokuwa umealikwa katika vikao vikubwa vya waheshimiwa. Sala ni zaidi, ndio azinatu bilibas, pambo lako na kujana. Nukta ya 7 katika mambo yaliyohusishwa kwenye sala, wanasema ni kwamba viungo vyote vinatakiwa viwemo kwenye ibada ya sala, kuanzia kiungo kikuu moyo. Ulimi unafanya kazi kwenye sala, viungo vinafanya kazi, aljanan wallisan walarkan. Aljanan moyo, wallisan na ulimi, walarkan na viungo. Ndio maana mtu anasujudu, na kwa sababu viungo vyote vinafanya kazi, mpaka wataalamu wa tiba wanasema sala ni sehemu kubwa ya afya za watu, kwa sababu Muislamu kwa kuwa anayekewa sala anasujudu. Asokuwa Muislamu ambaye hasujudu anaweza akapitisha wiki nzima au mawiki hajawahi kufikisha kichwa chini. Kumbe miongoni mwa faida za kusujudu, damu inafika sehemu ambayo inatakiwa ifike katika kichwa cha mwanadamu, na inakwenda kule damu kwa sababu ya ule muinamo, na damu inapata mteremko. Na madaktari wanalikubali hilo. Kwa nini mpaka faida hii ikapatikana? Kwa sababu kila kiungo kilitakiwa kishiriki ndani ya ibada ya sala, ambapo haiko hivyo ibada nyingine isiyo kwa sala. Dhikri ni amali ya ulimi, na moyo ni vyema utafakari kinachotamkwa na ulimi. Tafakkur ni ibada ya akili tu na moyo, na ni ibada hiyo. Yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila. Zaka ni amali ya mkono na utoaji pesa, lakini sala moyo, ulimi na viungo vingine vinashiriki katika ibada ya sala. Nukta ya 8 inayoonyesha mambo yaliyohusishwa na sala, kwamba sala imekataliwa al-khataratu wal-lafdhatu wal-fikratu. Katika sala hata ile tamko moja la nje ya sala usio kalitamka. Hata kama utaona ni tamko la kiibada, unaamrisha wema ndani ya sala, unamwambia mwenzio tulizana kidogo, mbona umekuwa hutulizani kwenye sala wewe? Ukisema hivyo wewe unasema hivyo, tayari sala usharibu na ishabatilika. Tamko hata moja, fikra yako isiondoke kwenye sala. Yani sala inakutaka usishughulike na nyingine, uwe ndani. Na ndio maana ikaja katika hadithi, inna fi salati la shughla, hakika katika sala kuna shughuli, akili isitoke nje. Ndani ya tawafu wanaruhusishwa watu wazungumze, yani wameruhusiwa wafanyaji tawafu wazungumze mazungumzo ya kheri, wanaweza kazungumza. Wakakutana kwenye tawafu pale, akamuuliza mzee, bwana hujambo, unaendeleaje? Yule mwanao hajambo siku hizi, alikuwa akiumwa yule, na mambo kama hayo, mkaulizana inajuzu. Lakini ndani ya sala hakuna mazungumzo. Inna fi salati la shughla, kwa shughuli ya kushughulishwa moyo pale na Allah, kiasi ambacho usitoke nje, na vitendo vyako viwe kwa ajili yake, na ulimi pale haitakiwi hata akili wazo jingine lije. Hebu fikiria wazo, kitu cha akili tu kisije pale, sikwambii tamko au vitendo. Na ndio maana kuna vitendo mtu akivitenda tayari sala ishabatilika. Hawezi kutembea kwenye sala akawa ananyanyua mikono hivi anafanya zoezi, sala tayari ishaharibu. Nukta 9, huwa dinullahi alladhi yadinu bihi ahlu samawati wal ardh. Wanasema sala ndio dini ambayo wanamwabudu nayo viumbe wa mbinguni na ardhini, kwa sababu sala inatendeka mpaka mbinguni. Malaika wanasali, wengine wako kwenye rukuu tu, wengine wako kwenye sujudi tu. Na ndio anasema ufunguo wa sheria za manabii. Si umeona dini yetu katika zile nguzo imeanza sala. Sala ni kabla siamu, ni kabla haji. Sala iko mapema tokea zama za Maka, hata mtume hajafika Madina sala ishaanza. Kwa hiyo ufunguo wa sheria za manabii ni sala. Yani hata manabii amali za mwanzo walizowaletea watu wao, kama ilivyokuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyoleta sala, basi na sala kwa manabii ndio ilikuwa miftahu sharai'ihim, funguo za sheria zao. Hakutumwa nabii ila akatumwa na sala. Jamani tusikilizeni vizuri, kila nabii katumwa na nini? Sala. Hakuna nabii katika manabii waliopita, pamoja na kwamba kuna mambo mengi yanatofautiana baina ya sheria za mtume wetu na sheria waliopita,
na sio baina ya mtume na mitume waliopita tu, hata baina ya mitume waliopita wao kwa wao kuna tofauti. Zama zinakwenda, sheria inabadilishwa kidogo, anateremshiwa mtume wahi, mambo yanabadilika, lakini sala kwa mitume wote. Na ukiliona jambo liko zama zote, hilo ni jambo muhimu. Ndugu zangu, sala, kumalizia nukta ya 10 katika suratul Qiyama ya 31 na 32, imeambatanishwa na imani, kusadikisha. Ndio imani hiyo. Allah anasema fala saddaqa wala salla walakin kadhaba wa tawalla. Huyu jamaa hajasadikisha dini wala hajasali, yani imewekwa sambamba na kusilimu. Sala imewekwa sambamba kama na jambo la nini, kusilimu. Hajasadikisha dini huyu wala hajasali, lakini alichokifanya huyu amekadhibisha na amepa mgongo dini. Maulama wanasema khasaisu salati kathiratun jidda la tuqasu bighairiha, mambo yaliyohusishwa ndani ya sala tu huyapati katika ibada nyingine yote, yako mengi mno. Kwa maana hiyo sala hailinganishwi na vingine katika aina nyingine za ibada. Ndio akasema hivi kwenye hekima, kila kitu chenye manufaa makubwa basi Allah kakifanya uwepo wake uwe ni mwingi zaidi. Sasa ule wingi wa uwepo umekitoa thamani chenye muhimu zaidi. Sio, tumeelewana vizuri? Yani kwa mfano udongo thamani yake ni kuzidi dhahabu. Si tunauona tu huko nje umezagaa, lakini thamani yake ni zaidi ya dhahabu na almasi. Lakini wingi wa udongo umeufanya udongo usio na thamani na uhaba wa almasi. Lakini lau kama ingekuwa ardhi yote almasi, tungeotesha migomba na mipunga sasa. Na ardhi yote ingekuwa dhahabu, tungekula nini? Yani kwa utaratibu uliowekwa sasa hivi tukiuchukua, Allah ana uwezo, lakini kwa utaratibu aliotuwekea haja yetu ya udongo ni kubwa zaidi. Kwa ufupi, kila haja ya wanadamu au ya viumbe ikiwa kubwa zaidi, Allah anaiweka kwa wingi zaidi. Na kila haja inapokuwa sio kubwa sana, anaiweka kwa uchache, wapate wachache tu matajiri wakubwa, na kwa sababu si haja kubwa. Yani nakusudia dhahabu na almasi na lulu ni pambo. Haja ya mwanadamu ya chakula ni zaidi, ya mavazi ni zaidi ya kujipamba. Kwa vazi likawa liko kwa wingi zaidi na rahisi kununua kuliko kununua. Lakini na haja ya chakula imezidi haja ya mavazi, kwa chakula kimekuwa rahisi kuliko kuvaa. Na haja ya kinywaji imezidi haja ya chakula, ndio maana kinywaji kimekuwa wepesi zaidi. Au sio jamani? Au tutafungua bomba nyumbani ikatoka chakula, mchele huo unatiririka. Lakini nafungua bomba nitapata maji kwa sababu ya wingi wake, ati mpaka yakaenezwa. Maji yako mengi jamani. Lakini chakula hakina wingi kama wa maji. Sasa hewa ndio imezidi mpaka hayo maji yenyewe popote ulipo ipo, kwa sababu thamani yake kubwa. Kwa maji hewa imezidi maji, maji yamezidi chakula, chakula kimezidi mavazi, mavazi yamezidi dhahabu. Sala imezidi zote kwa sababu mara 5 kutwa. Imezidi haji, imezidi siyam. Lakini imani imeizidi sala yenyewe kwa sababu kila upumzi. Ndio maana imani ni masaa 24. Ndio ikawa nguzo ya mwanzo, ikifuatiliwa na nguzo ya sala. Na nguzo hizi mbili za mwanzo ndio nguzo pekee za kuingilia kwenye dini na kutokea. Anayeslimu lakini hasali hana dini mbele ya baadhi ya ulama, na anayeacha imani au akaacha sala kashatoka nje. Nasallallahu salamata wal afia. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.